Kwema bwana. Uzima upo? Uzima upo. Maandalizi yakoje kuelekea katika dabi ya Kariakoo? Maandalizi yako mazuri. Tupo kwenye saumu, tupo kwa lazima. Wengi tumefunga kwa lazima. Maandalizi ya Simba dabi yako mazuri. Yafanyika. Yeah. Nadhani pengine labda kesho mna dalili yoyote ya kwenda kuchukua alama 3 dhidi ya Young Africans? Kategemea kocha Simba na wachezaji wanamkaje. Kama wachezaji wanamka vizuri na kocha kapanga vizuri, inshallah Mwenyezi Mungu Simba akaibuka kwa pointi 3. Akaibuka kwa pointi 3 ushindi. Mnajiamini kwa kiasi gani na kiwango gani ambacho cha mpira wa miguu mnakiona wekundu wa Msimbazi msimu huu mmenufaika nacho? Tunacheza mechi 3 za Yanga, mechi ya Ngao Jamii na mechi ya tarehe 19. Kiwango kinaonekana kiko vizuri cha Simba. Kama Simba kiwango kibovu, kwa timu hatuna mpaka sasa tuko michuano ya robo finali, michuano ya CAF. Kwa hiyo bado mnajipa matumaini ya kwamba huenda kesho mkamuondosha Young Africans na mkakusanya alama 3 muhimu. Inawezekanika kwa imara wa Simba na imara wa mashabiki na uongozi na wachezaji. Wakiamka vizuri tunapata pointi 3 kudumisha kileleni. Mnahisi ya kwamba Simba hii ya kocha Fadlu Davis una muimara kiasi gani haswa kuelekea katika dabi ya Kariakoo? Ama bado mnaamini kwamba kile inapoitwa leo basi ndivyo Simba inavyozidi kuimarika na kuhakikisha kwamba mnafanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara? Kocha Fadlu Davis kila akicheza mechi anaongea na plani. Anaweza kabisha mifumo zaidi ya 4 uwanjani ndani ya mechi moja. Ndani ya 15 na mifumo 3 anakubisha michezo. Ili kocha mpinzani asimsome mifumo yake. Naweza anafanikiwa mechi nyingi sana. Mechi ya Constantine Simba anacheza kwa Mkapa. Alibisha mifumo ndani ya mifumo 6 ndani ya 15. Akafanikiwa futa bila, akarudi afu ya pili akapata goli 2-2. Kwa hiyo Fadlu naamini kocha ni bora. Kocha ni bora Fadlu Davis. Ni kocha ni bora. Unaionaje Simba ya msimu huu wa mwaka 2024-25 ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara? Simba hii ni bora atafuta na msimu unaisha wa Young Africans ya ubingwa na 3 mfululizo. Sio Simba ya chama, sio Simba Saido. Simba hii na vijana. Simba kasajili wachezaji wengi. 10 na ngapi? 12 wakiwa hata timu wakiwa wanacheza. Ndio wamefanya mpaka sasa Simba iko bora. Sababu msimu unaisha Simba na ligi tuko nafasi ya 3. Sababu tusheni patuna kocha kwa ananibenchika akaanalia. Anafundisha mazoezini. Kwenye game wachezaji tofauti wanafuata wanataka wao. Sasa leo hii Fabio kaingia wachezaji wake kwa pre-season, wachezaji wanamfuata mwalimu. Ndio mpaka Simba sasa hivi kwa nafasi ya 2 kwenye ligi, ipo kwenye mbio za ubingwa. Sababu kulingana ni kocha ni bora. Naamini kwamba pengine Simba msimu huu inaweza katoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Mnaamini hilo? Sababu mechi zimebakia mechi 10. Akishinda zote Simba ni bingwa. Simba ni bingwa zote. Kuna mchezo kuna. Itokee tu kwenye mpira. Mlitarajia kwamba Simba inakwenda kutoa sare dhidi ya Azam? Mlitarajia hilo? Mimi Azam mwaka jana nimechukua pointi 1. Makau nimechukua pointi 4. Mimi ni bora. Makau Simba kachukua pointi kwa Azam pointi 4. Huyo mwenzangu kafunga mechi ya kwanza ili azilipe pointi 3 amfunge Azam Chamazi. Mimi nishabaza na Azam nishachukua pointi 4 zipo kwa pwani. Yeye hata moja atachukua kwa Azam. Afanye kazi kubwa sana kufunga Azam na Tabora. Afanye? Tabu kufunga Azam na Tabora. Hii ambayo ikiwekewa kombe mezani. Kombe mezani wapi? Mbona kule katoka kule? Eric. Mbona kule Yanga katoka kimataifa katoka. Goli kashinda kwa Mkapa kulipata goli 1. Kwa nini? Kama iko bora, wewe bora unatamba nyumbani, tamba kule kimataifa. Tamba kule. Goli 1 kamshinda mpaka sasa ikarudisha nyumbani. Yeye muamini kama ni mchakato lakini. Sio mchakato. La kimataifa. Yeye mwenyewe anaangalia ndani kule mipango ya kununua hakuna. Kule mna udhamini wa timu. Kule chuku cheza tu, chuku. Mbele amna udhamini kama hivi. Ndio kule ndio michona ya CAF. Hasa wanategemea mtu adhamini anemba JSM akupa pointi, tegemea nini? Unakaa uwanjani, unazungumza wachezaji. Hicho kinachofisha wao. Lakini miongoni mwa kauli ambazo alishaye kuzungumzia Ibenge, alisema ya kwamba tunawaomba Young Africans msituwekee vitu ndani ya vyumba. Ni kauli ambayo ilikuwa ina trend sana. Kipindi Young Africans anakwenda kucheza na Azam na Al Hilal, Ibenge aliwaambia msiwe kama Simba ambao wanatuwekeaga vitu majumbani.
Ally Kamwe nakumbuka alimjibu akamwambia sisi ni Young Africans atufanyage vitu kama hivi. Sema bana, akutaja Simba bana. Mechi ya mkondo wa kwanza kwa Mkapa. Alimdumani na Young African. Wachezaji wa Ibengo wenye pimo na Yanga. Ilikuwa kwenye press mimi nakumbuka na nilikuwepo ndio maana nimekwambia hivi. Ally Kamwe alitetea ndio maana mjela jela. Sasa hivi mwanangu mjela jela. Sasa hizi mjela jela. Skalopoka. Sasa hivi iko wapi? Iko jela Shimoni. Kesho muone uwanjani. Leo ananguruma Wasafi unasema mjela jela. Macha ngurume kafungiwa sheba na wewe. Kuna presi? Ana presi gani? Tiketi paka sasa kuna nuna mtandaoni. Kuna nuna. Kaangalia tiketi hapo dukani. Kuna nuna. Bure kama gala ndizi. Msiba ndo bure. Nyie mmepata wapi taarifa za Ally Kamwe kufungiwa? Sisi watoto tusoma kibo bana, sisi tuna elimu tusoma kibo bana. Za ndani, zenyoka. Za ndani. Sasa mtajuaje za ndani? Lihali wenyewe shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kamati ya waamuzi ya utendaji hawajatoa hukumu kama hiyo ambayo nyinyi mmeipata za ndani. Mengi tunazipata ambazo ni za ndani. Lakini pia vile vile zinaweza zikawa za kweli au zikawa za si kweli. Amuone kama leo hii mnavyofurahi alafu kesho mkakuta amepigishwa faini alafu kesho kuta akanguruma tena. Angurume hapo. Nikwambia hivi Deriki. Na bado anaandika tena miongoni mwa kitu ambacho wamekiandika wakimalizana kwenye mechi wakimfunga tena Simba wanakwenda kunywa supu. Sina siri yao. Sikibudu. Yaani wao supu huwa wanakunywa wakikutana na Simba. Sikibudu. Bwana kuja supu kwa Mwarabu. Wao sherehe yao ni kumfunga Simba. Sherehe. Nani kafunga mara nyingi kwenye dabi? Mshachukua 4 mfululizo na niuliza tena. Mfululizo. Mara 7. Kafunga mara 7. Wajizima data. Mara 7 mfululizo. Mwenyekiti Sadalali. Katibu mkuu, katibu Young African, Jabali Malinzi, wakasema Malinzi ni Simba. Katibu wa Simba, Juma Seif Kaduguda. Simba Yuda. Paka Mzee Dayo kutoka madarakani. Yanga haijapata matokeo. Ndio mara 3. Mwenye Simba kagugo, mimi si gugo ipo kichwani. Kwanza mwaka 2000 mpaka 2008. Captain wa Simba Kisha Matola. Sisi tukamuuza South Africa Sport United. Mkachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Wao wameshachukua mara 3. Wakichukua mara 4 mtaumia. Si tumia nini? Tumia nini? Ndio ubaya ubwela huo unakuwa kama hujatenda kazi. Wanaumia wao. Leo hii ikisha dabi kesho wanakwenda wapi? Supu. Ikisha dabi kesho nakuuliza ikisha dabi kesho. Yanga atana nani? Kwa mujibu wa Ally Kamwe supu. Mimi sio kumjela jela. Wewe mtoto mdogo unampea juu chochote. Sasa kama amefungiwa na bado anakutangazia supu mnasema. Macha tangaze. Haya maneno kuna kanga. Maneno ya mipasho. Yule anajikosha. Amefungiwa wapi sasa? Yule anajikosha. Aseme chocho. Aichome kwa TFF kule kamati masaa 72. Bwana asemi. Yeye sio kuzungumza. Kuzungumza nini sasa? Wapo watu wa kuzungumza hizo kama shirikisho lenyewe la mpira. Hakuna ngoja ishe dabi. Anayehukumu ni nani? Tuanzie. Nakwambia hivi. Anayehukumu ni nani? Deriki. Nakwambia hivi. Kuwa mpole. Ngoja ishe dabi. Etatoka mengi sana. Mengi sana. Kama alivyotola akisha makundi yakazungumza mengi. Nyinyi ndio msema Simba mbovu. Nyinyi wenyewe. Na ulikuwa unasema Simba mbovu. Matokeo sasa hizi. Watapata maji. Ule mzima sasa hivi alilia chooni. Nani? Yule mzima nyuma mwiko. Ana jezi nyeupe mpaka zile za silver. Nyinyi wenyewe sasa Yanga iko bora. Iko ubora uko wapi? Kimataifa kama nuliwa alia chooni. Nakuza sasa ikisha dabi. Tarehe 8 Yanga anakwenda wapi? Ikisha dabi? Yanga anakwenda wapi? Huenda ndo akabingwa. Ikisha dabi dakika 90 zimekwisha. Sababu kuna maisha baada ya mpira dabi ziko nyingi sana. Ni kwamba dakika 90 zimekwisha. Yanga kwa dabi anakutana na tena. Anakutana na nani? Mechi zake. Kuna Azam. Kuna Tabora. Simba akimaliza hapo tarehe 1 mwezi anakwenda wapi? Anaenda kimataifa. Bado ana Singida huyo Simba anasema. Nikwambia hivi, unasema tarehe 1. Kwa maana yake Simba akimaliza tarehe 8, hata tarehe 14 anakaa mpaka break ya FIFA. Break kisha hiyo anakuwa pipa. Wewe kimataifa yeye anabaki na Tabora, yeye anabaki na Chikola na Sivisila. Napambana nao. Mimi nishamaliza nao. Huku 4.6. Kibana. Nitulie nishika mfukoni. Yeye ana kazi.
afanye kazi kubwa sana Chamazi pale. Alikimbia uwanja. Nyie mnaamini ya kwamba Yanga akiwekewa kombe hapa anakutana na Azam ndo awekewe kombe? Kombe gani? La NBC. Mnaamini kwamba makombe yote Simba kachukua Tanzania ishe. Ukija sema sahihi Simba vikombe 65, yeye ana 45. Jumla vikombe vyote. Jumla vikombe vyote vya nchi. Simba vikombe 65, yeye ana 45. Nani zaidi? Kama cha kahawa, cha kuku Simba kabeba vyote. Yote. Lakini vya ligi kuu ana 30. Sate ana never. Never. 26 baba. Kwa Kiswahili 26. Simba vikombe 19 kihalali. Kihalali. Mimi si gugu wangu yupo kichwani. Sio kuna Simba pana. Papa na kwenda natoa takrimu. Mwenye data aje. Mwenye data aje atoe data. Anipinge mimi. Mwenye data. Ligi kuu inaanza mpaka 65. Mpaka sasa hivi. Mpaka 65 mpaka sasa hivi. 59. 59. Unasema vikombe 30 mara 30. Kwa ligi kuu inaanza mpaka 30. Ligi kuu. Na kuuza deliki 19-30 kwa ligi kuu inasema 1930. Sijui hapo. Ligi kuu Wao wenye mpira wao wanakuambia ni mabingwa mara 30. Kwa maana yake muulize sasa mtu wewe